Assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Kama alivyosema MC, mimi naitwa Inspector Angelo, ni polisi kata ya Burahati, lakini kwa leo nimemwakilisha Afande CD ambaye yeye alipaswa kuwepo hapa, lakini kutokana na majukumu mengine basi ameomba radhi na akanituma mimi nije niseme yale ambayo amenituma. Awali ya yote ni washukuru viongozi wa JMAT ambao mmeona ni wasaa mzuri wa kuandaa ili jukwaa ifanyike kwenye kata yetu ya Burahati, kwa ushirikiano mkubwa na BAKWATA na viongozi wa kata kwa ujumla. Mimi nitakuwa na mawili ya kusema. Jambo la kwanza nitazungumzia jukumu la kulinda amani. Wazungumzaji waliopita wamezungumzia amani kwa mapana yake, kwa hiyo mimi sitarejea huko, lakini nitasisitiza tufahamu ni nani ambaye ana wajibu wa kulinda amani ambayo tunayo kama taifa. Baadhi ya watu wachache wanaamini na kufikiria kwamba jukumu la kulinda amani ni wajibu wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, jambo ambalo leo hii JMAT amekuja kutuambia kwamba wanaoamini hivyo sio kweli, sio wajibu wa vyombo vya ulinzi na usalama kulinda amani au kutunza amani tulionayo. Ndio maana leo tuna viongozi wa madhehebu, tuna makundi yote kuanzia kina baba, kina mama hadi vijana. Tafsiri yake ni kwamba swala la kulinda amani ni swala la jamii kwa ujumla yake. Swala kila mmoja kwa nafasi aliyokuwa nayo ana wajibu wa kuhakikisha kwamba amani inatamalaki, amani inakuwepo na inadumu kwa siku zote katika waya wetu kama taifa. Kwa nini nasema haya? Sisi kama jeshi la polisi ni sehemu chache sana ya kuhakikisha kwamba amani inakuwepo, lakini viongozi wa dini, wazazi, jamii kwa ujumla, wao ndio wanaopelekea jamii iwe na amani, na amani tuliyokuwa nayo iendelee kuwepo. Kumbuka sisi ni wachache, lakini sisi tuna wahudumia watu wachache sana. Familia ndiyo kwenye nafasi ya familia ambapo ndipo watoto na vijana wanapata mafundisho kwa ajili ya kuandaa kwenda kuishi na jamii mbele yao. Lakini pia viongozi wa dini wanao nafasi kubwa ya kuwaasa vijana wetu ni namna gani ambavyo wanapaswa kuishi na jamii, kwa maana kwamba kuwakataza yale yasiyofaa na kuyatekeleza yale yanayotakwa na Mwenyezi Mungu. Kwa maana hiyo, kupitia hizi taasisi tunaamini kwamba amani iliyopo inaendelea kutunzwa na itadumu kama kila moja atatimiza wajibu wake kwenye nafasi yake. Lakini swala la pili, nizungumzie swala la gharama ya kulinda amani. Pengine sisi hapa tuliopo, baadhi yetu hatujawahi kuona ni namna gani gharama ya kulinda amani inavyokuwa. Sisi leo hii tumekuja hapa pengine kwa nauli shilingi 300 mpaka 500. Hatuna gharama yoyote, wengine kwa miguu, kwa lengo la kulinda amani tuliyokuwa nayo. Lakini amani kisha ondoka, gharama yake ni kubwa mno. Kuna baadhi ya nchi ambazo tunaziona wanatumia gharama kubwa na wana uwezo mzuri kiuchumi, lakini mpaka miaka 10 na amani imeshindwa kupatikana ile inayostahili. Kwa hiyo tuelewe kwamba gharama ya kurejesha amani ni kubwa kuliko gharama ya kuilinda. Kwa maana hiyo ni wasaa mzuri sisi kufahamu kwamba ni vema tutumie gharama hii ndogo ambayo ni uwezo Mwenyezi Mungu aliyetupa wai kuja kulinda amani, kuliko kusubiria amani toweke alafu tumia gharama kubwa ambayo pengine inaweza kuchukua karne moja kwa ajili ya kurejesha amani. Amani kitoweka, madhara yake ni kwa rika zote, ni kwa jamii kwa jumla yake, ni kwa madhehebu yote. Madhara ya amani haina ubaguzi, sio kwa watoto,
sio kwa vijana wala kwa watu wazima. Kila mmoja atapata madhara ambayo hatujui kwamba tiba yake inakuwa lini. Kwa maana hiyo, kama Watanzania, kama wanajamii, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba hii tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametupa tunailinda kwa uwezo wetu wote. Tusikubali kudanganyika, tusishawishike kwa namna yote ile kwamba tuwe wa kwanza kuvunja na kuharibu amani ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kama tunu. Kila mmoja wetu tuhakikishe kwamba amani tuliyokuwa nayo basi inadumu kwa muda wote na miaka yote. Mwaka huu ni mwaka ambao tunaelekea uchaguzi mkuu. Uchaguzi ambao tunaenda kuwachagua wagombea wa udiwani, ubunge pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana hiyo, kila mwananchi ninaomba, niwasihi sana, tutimize wajibu wetu wa kupiga kura kadri ambazo mamlaka za nchi zimeelekeza. Chagua mgombea ambaye unahisi kwamba yeye anakufaa kwa imani yako, kwa itikadi zake. Lakini tusikubali, tusidanganyike kwa kushawishika kuingia kwenye wimbi la kuvunja amani. Maana madhara yake ni makubwa mno. Hakuna mtu ambaye atabaki salama. Sio mimi, sio wewe. Kila mmoja, madhara ya amani kivunjika, basi atamfikia yeye kama yeye. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawashukuru tena kwa mara nyingine, lakini niwasihi tena kwenye uchaguzi mkuu tuhakikishe kwamba uchaguzi tunafanya kwa amani, uende kwa amani, na mpaka unaisha basi nchi yetu iendelee kuwa na amani na tuendelee kudumisha amani ambayo tumekuwa tukiishi nayo kwa muda mrefu sana. Kuna baadhi ya mataifa wanatamani sana wangekuwepo kwenye nchi hii. Sisi ambao tunafanya hizi kazi za kulinda amani kwa kiasi fulani, tunakutana wananchi wa kila kona wanaokuja Tanzania kwa ajili ya kukimbilia amani ambayo sisi tunayo. Kwa hiyo sisi tusikubali tukaondoka hapa kwetu kwenda kutafuta amani ambapo haipo. Hii ni fursa pekee ambayo Mwenyezi Mungu ametupa ili sisi tuweze kulinda na kutunza amani kama tunu ya taifa, ambayo ni zawadi tuliopewa na Mwenyezi Mungu na waasisi wetu wa taifa, ambao mpaka sasa wamehakikisha kwamba amani yetu ipo na inaendelea kudumu. Nishukuru sana kwa nafasi hii. Basi nirudishe MC kwako ili uweze kuendelea na ratiba zingine. Asante.